Karibu katika sehemu ya 5. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati mzee Kombo anafika jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kumkabili Saadini. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Saladini, mbona kama kuna kitu sikielewi kwako? Kivipi mume wangu? Mbona sijakuelewa? Sina imani na wewe. Mume wangu unanionea bure, usiwasikilize hao. Leo ndio mwisho wako wewe, jini wa bahari. Sasa kabla sijaanza sehemu ya 5, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Mapigano yamezuka katika mji mkuu. Serikali imetoa amri ya kutotoka nje. Hali ni tete. Asubuhi iliyofuata, jiji la Dar es Salaam lililipuka kwa taarifa za kutisha. Kwenye redio ndogo ya Panasonic waliokuwa wanasikiliza watu wa mapokezi kwenye guest house, mtangazaji alikuwa akisoma habari kwa msisimko. Tukio la ajabu limetokea maeneo ya Sinza usiku wa kuamkia leo. Mfanyabiashara maarufu jijini, Bwana Juma aka Bosi Kidevu, amekutwa amekufa ndani ya gari lake aina ya Prado. Cha kushangaza ni kwamba mwili wake umekauka kana kwamba amenyonywa damu yote, lakini hakuna jeraha lolote la wazi isipokuwa alama 2 ndogo shingoni. Baraka, aliyekuwa akinywa chai ya rangi na maandazi, alishusha kikombe chini kwa hofu. Umesikia hiyo Saladini? Watu wananyonywa damu kama kule kijijini. Umesikia hiyo Saladini? Watu wananyonywa damu huku mjini pia. Hii ni kama kule kwetu Mji Mwema kwa Mlinzi Kasim. Saladini aliyekuwa akipakana rangi nyekundu kwenye kucha zake, alijifanya kushtuka kidogo. Mungu wangu, dunia imeisha jamani. Labda kuna ugonjwa mpya. Inabidi tuwe makini sana mume wangu. Inatubidi tuwe makini sana mume wangu. Baraka alitingisha kichwa. Hapana, huu si ugonjwa. Haya ni mambo ya giza. Namkumbuka mzee Kombo alivyosema. Saladini alipoona jina la mzee Kombo linatajwa, alihisi hasira. Alisimama na kumshika Baraka mabegani. Mwache huyo mzee mchawi. Sisi tuko Dar es Salaam sasa. Hapa ni sehemu ya biashara na maendeleo, sio ushirikina. Hizo pesa nilizokupa jana zitumie vizuri, utafute chumba cha kupanga, tutoke hapa guest house. Baraka alituliza moyo. Sawa mke wangu, nitaenda kutafuta chumba maeneo ya Tandale au Mwananyamala, kule bei ni nafuu. Baraka alipoondoka, Saladini alibaki chumbani akitabasamu kwenye kioo. Tafakari ya kwenye kioo haikumwonyesha yeye kama binadamu, bali ilimwonyesha akiwa na meno yaliyochongoka na macho ya njano. Mmoja ameenda, 5 wamebaki, alijinongoneza. Leo usiku nitamtafuta mwenye nguvu zaidi. Wakati huo huo, maeneo ya Magomeni Mapipa, mzee Kombo alikuwa amefika kwenye nyumba moja kuukuu iliyozungukwa na miti ya mwarobaini. Aligonga mlango kwa mtindo maalum. Ta. Mlango ulifunguliwa na mwanamke mzee sana, mwenye macho mekundu na mikono iliyojaa pete za shaba. Huyu alikuwa Bi Chausiku, mmoja wa waganga wa kienyeji wanaogopwa sana Dar es Salaam. Walifahamiana na mzee Kombo tangu zamani. Kombo wa Pwani. Bi Chausiku alikohoa kicheko cha kutisha. Upepo gani umekuleta mjini, mzee wa mikuki? Upepo mbaya, Chausiku. Mzee Kombo aliingia ndani na kukaa kwenye jamvi. Kuna jini limeponyoka baharini kwetu. Limekuja hapa kula watu wako. Jana usiku limeshakula mmoja Sinza. Bi Chausiku aliacha kucheka. Aliinamia bakuli lake la maji lililokuwa na dawa nyeusi. Mbona sioni kitu, naona kiza kikali. Alikoroga maji yale kwa mkia wa nyumbu. Ghafla, maji yale yalianza kutoa povu jekundu. Lina nguvu. Bi Chausiku alinong'ona kwa hofu. Sioni sura yake, naona giza tu. Limejificha nyuma ya kivuli cha mtu asiye na hatia. Unasema limekuja na nani? Na kijana wangu Baraka. Kijana huyo ametiwa giza la mapenzi, haoni wa hasikii. Mzee Kombo alijibu kwa uchungu. Nahitaji kumpata kabla hajamaliza wengine. Chausiku, nisaidie kuona alipo. Bi Chausiku alitupa kete zake kwenye bao la ramli. Kete zilisambaa. Yuko maeneo ya bondeni, sehemu yenye watu wengi, biashara haramu na kelele. Manzese au Tandale. Lakini Kombo, kuwa makini. Huyu si jini wa kawaida. Ana mkataba na ibilisi mkuu wa bahari, Mkunda. Ukimkurupusha vibaya, atameza jiji zima. Mzee Kombo alishika fimbo yake kwa nguvu. Sitakurupusha.
nitaweka mtego. Usiku ulipoingia, Saladini hakutoka mbali. Alienda kwenye baa moja maarufu hapo hapo Manzese iliyojulikana kwa kuwa na vurugu. Muziki wa singeli ulikuwa ukipigwa kwa sauti ya juu na watu walikuwa wamelewa chakari. Saladini aliingia ndani akiwa amevaa gauni fupi jekundu. Hakuna mwanaume aliyeweza kumwacha bila kumwangalia, lakini Saladini hakuwa anatafuta mwanaume dhaifu wa kumuonga pesa. Alikuwa anatafuta takataka. Aliamini kuwa akila watu wabaya, dhamiri yake haitamhukumu sana. Jichoni mwake alimwona Babat, mbabe wa eneo hilo ambaye alikuwa akimpiga kibao mhudumu wa baa kwa kuchelewesha bia. Babat alikuwa jitu la miraba minne lenye makovu usoni. Wewe msichana unaniletea dharau. Babat alifoka, akimshika yule mhudumu shingoni. Saladini alisogea taratibu. Aligusa mkono wa Babat. Kaka, mbona una hasira hivyo? Mwanamke hapigwi kwa ngumi, anapigwa kwa upendo. Babat aligeuka kwa hasira, lakini alipokutana na macho ya Saladini, alilegea. Ile nguvu ya ushawishi ya kinguva ilifanya kazi papo hapo. Wewe nani? Babat aliuliza kwa sauti nzito. Naitwa Saladini. Njoo nje, nikupe kitu kitakachokutoa hasira zote, alimkonyeza. Babat, akiongozwa na tamaa na pombe, alimwacha yule mhudumu na kumfuata Saladini uchochoroni nyuma ya baa, sehemu iliyojaa matanki ya maji machafu. Haya mrembo, uko tayari? Babat alimkumbatia kwa pupa. Saladini alicheka kicheko cha chini chini. Mimi niko tayari siku zote. Swali ni je, wewe uko tayari kulipa deni la matendo yako? Kabla Babat hajajibu, Saladini alimuinua juu kwa mkono mmoja kama karatasi. Babat alijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Saladini alifungua kinywa chake. Meno yale yale yaliyomaliza bosi kidevu yalitoka. Nafsi ya pili kwa ajili ya miguu yangu, Saladini alingata. Safari hii hakunyonya polepole. Alifyonza kwa haraka na kwa ulafi. Ndani ya sekunde 10, lile jitu la miraba minne liligeuka kuwa mfupa na ngozi. Saladini alimwachia, na mwili ukaanguka kwenye tope la maji machafu. Saladini alijilamba midomo. Alihisi nguvu ikimjaa. Hata ule uchovu wa kutembea mchana uliisha. Alipokuwa akijifuta, alisikia kitu. Meo! Aligeuka haraka. Juu ya ukuta wa uchochoro, kulikuwa na paka mweusi akimwangalia. Paka huyo hakuwa wa kawaida. Macho yake yalikuwa mekundu, na shingoni alikuwa amefungwa hirizi ndogo. Saladini aliganda. Alijua paka huyo si mnyama wa kawaida. Alikuwa shushushu wa kichawi. Mzee Kombo! Saladini alinong'ona kwa chuki. Paka yule alunguruma kisha akakimbia gizani kwenda kutoa taarifa. Saladini alijua siri yake imemfikia adui. Hakuweza kurudi guest house moja kwa moja. Ilibidi apoteze maboya. Lakini alipofika guest house baadaye usiku, alikuta mlango wa chumba chao uko wazi kidogo. Moyo wake ulimlipuka. Je, Baraka amegundua kitu? Aliingia ndani polepole. Baraka alikuwa amekaa kitandani, akiwa ameshika gazeti la jioni. Kichwa cha habari cha gazeti hilo kilisomeka, bosi kidevu awawa Kishera, wanawake wa Dar waonywa. Baraka alinyanyua uso. Macho yake yalikuwa na maswali. Saladini, mbona kwenye hii picha ya muuaji kwenye gazeti inafanana na wewe? Saladini, Baraka aliita kwa sauti kavu. Huyu mwanamke waliyechora picha ya mchoro hapa gazetini, mbona anafanana na wewe? Saladini aliliangalia lile gazeti. Polisi walikuwa wamechora picha ya mwanamke aliyepanda gari la bosi kidevu kulingana na maelezo ya mashuhuda wa stendi. Picha haikuwa yeye kabisa, lakini ilikuwa na nywele kama zake na umbo kama lake. Saladini alimeza mate. Baraka alilikunja gazeti, akimwangalia Saladini kwa macho ya shaka. Jibu mimi, Saladini. Mbona picha hii ya mwanamke anayetafutwa na polisi kwa kumuua bosi kidevu inafanana na wewe kiasi hiki? Wanasema alivaa gauni jekundu. Moyo wa Saladini ulidunda kwa kasi. Alijua hapa ni kupoteza au kushinda. Ikiwa Baraka atajua ukweli, mkataba wa Nkunda utavunjwa na adhabu itakuwa mbaya. Saladini alipiga kelele ya kushtuka, akatupa mkoba wake chini. Machozi yalianza kumtoka kwa wingi, lakini safari hii hayakuwa ya uongo, yalikuwa ya hofu halisi. Baraka, unadhani mimi ni muuaji? Saladini aliita kwa sauti ya kukata tamaa. Nimekuambia nimekimbia kifo baharini.
Nilivaa gauni jekundu siku ile tukikimbia kijijini. Huyo mtu wa magazetini anafanana na mimi kwa sababu mimi ni mrembo. Na wananichora vibaya tu. Hawajui mimi ni nani. Alitembea hadi kwa Baraka, akampiga goti na kushika mikono yake. Mbona huniamini? Baada ya kukuokoa kutoka kwa wanakijiji wote waliochoma nyumba yetu, wewe ndiye ulinipa maisha. Usinisaliti mume wangu. Baraka alilegea. Upendo wake kwa Saadini ulikuwa mzito, na maneno yake ya huzuni yalimpata vilivyo. Alikumbuka jinsi Saladini alivyokuwa dhaifu na asiye na msaada alipotoka baharini. Ni vipi mwanamke huyu mrembo na mpole anaweza kuwa muuaji katili wa Dar es Salaam? Samahani, Saadini, Baraka alisema kwa sauti ya kujilaumu, akimnyanyua. Samahani sana. Nahofia sana haya matukio yanayotokea sasa. Nilisahau kuwa wewe huwezi kufanya jambo baya. Saladini alimkumbatia Baraka kwa nguvu, akificha tabasamu lake la ushindi. Mkataba bado upo. Tutahama hapa kesho asubuhi, Saadini alisema huku akimshika Baraka usoni. Watu wa magazetini wataendelea kutufuatilia hapa. Tutapanga chumba Mwananyamala, sehemu tulivu, na utafute kazi huko. Baraka alikubali. Hakujua kuwa Saladini alikuwa anahamisha kambi la mauaji kutoka Manzese. Ziko tayari? Una uhakika kuhusu chumvi? Kabisa. Lakini hatuna muda mwingi. Lazima tuondoke. Usiku ulipoingia, Mzee Kombo na Bi Chausiku walikuwa wamejificha kwenye nyumba iliyoachwa karibu na guest house yao. Walikuwa wamejipanga kishujaa. Bi Chausiku alikuwa na unga mwingi zaidi wa chumvi ya maapizo, na Mzee Kombo alikuwa amechonga vigingi 10 vidogo vya mti wa mvule, mti unaoshikilia nguvu za bahari. Wanaondoka asubuhi, Bi Chausiku alinong'ona. Hatuwezi kumfukuza Baraka. Lazima tumtenganishe na jini hili. Kombo, mtego wako uko tayari. Uko tayari, Mzee Kombo alijibu kwa utulivu. Tangu nilipotoka kijijini, nimekuwa nikiandaa kigubiko cha mapenzi. Hii ni dawa ya kukata kizazi cha mateso anachotumia jini huyu kumtenga Baraka na dunia. Itamrudishia Baraka akili yake, ingawa kwa muda mfupi. Wakati huo, walimuona Baraka akitoka guest house peke yake, akiwa amebeba ndoo na sabuni, akielekea bafuni ya nje ya jumuiya. Hii ilikuwa fursa. Mzee Kombo alinyooshea fimbo yake kuelekea bafu. Alitamka maneno kwa lugha ya zamani ya pwani, akielekeza nguvu zake zote. Mkia wa nru uliruka toka mkononi mwake na kusogea kwa siri kuelekea Baraka, ukiwa umebeba kigubiko cha dawa. Wakati Baraka anafua, mkia wa nru ulipenya dirishani, ukamzunguka Baraka shingoni kwa sekunde moja na kumwaga dawa ya Mzee Kombo kwenye maji aliyokuwa akioga. Baraka hakuhisi chochote. Alijifuta maji na kurudi chumbani. Dawa imepita, Bi Chausiku alisema kwa pumzi nzito. Asubuhi atakuwa na mawazo safi, lakini athari yake hudumu kwa siku moja tu, Kombo. Baada ya hapo, mapenzi ya jini hili yatamfunika tena. Asubuhi ilipofika, Baraka aliamka mapema, akihisi mwepesi. Alipoangalia macho ya Saladini aliyekuwa bado amelala, aliona kitu tofauti. Badala ya upendo, aliona giza lisiloeleweka. Alikumbuka maneno ya Mzee Kombo na ghafla, picha za maiti za Kibwana, Zuwena na bosi Kidevu zilimjia akilini. Mbona Saladini anapona haraka kuliko kawaida? Mbona ananipa pesa bila kufanya kazi? Mbona anataka tuhame bila kujua kwa nini? Baraka alitetemeka. Akili yake sasa ilifanya kazi kwa kasi ya ajabu. Mpenzi wake alikuwa ni mwindaji wa roho. Saladini aliamka na kumwangalia Baraka. Haya mume wangu, mbona umekaa hivi? Si twende kutafuta chumba? Baraka alisimama, akamvaa Saladini kwa macho makali. Saladini, mbona kama kuna kitu sikielewi kwako? Kivipi mume wangu, mbona sijakuelewa? Saladini, kwa nini mimi na wewe hatuhisi njaa kama binadamu wa kawaida? Tuna pesa za kutosha, lakini hatujala vizuri kwa siku 2 na hatujaugua. Kijijini kwetu ulikula nini siku ile baada ya kutembelewa na Mzee Kombo? Saladini aliganda. Baraka huyu hakuwa Baraka yule wa jana. Maneno yalikuwa yakinuka busara. Mimi nina nguvu za bahari, Baraka, Saladini alijibu, akijaribu kucheza kadi ya mapenzi ya baharini. Na nguvu hizo zinakufanya umvue bosi Kidevu suti, ukaacha mwili wake ukauke ndani ya gari. Na leo usiku umemua nani tena? Baraka alisisitiza. Saladini alitulia. Alijua mtego wa Mzee Kombo umefanya kazi. Njia pekee sasa ilikuwa ni kumwondolea akili tena.
Saladini alijitupa juu ya Baraka akijaribu kumkumbatia. Sio mimi, mume wangu. Usiniamini. Hiyo ni laana ya mzee Kombo. Lakini Baraka alikuwa na akili timamu. Alimsukuma Saladini kwa nguvu ya hasira. Saladini aligonga ukuta. Sina imani na wewe. Wakati huo huo, nje ya guest house, mzee Kombo na Bi Cha Usiku walikuwa wakiangalia kwa siri, tayari kuingia. Mume wangu unanionea bure, usiwasikilize hao. Leo ndio mwisho wako wewe jini wa bahari. Ghafla, Saladini alisimama, hasira yake ya nguva ikitanda. Alijua hawezi kumuua Baraka, kwani angevunja sheria ya Nkunda ya kutokuwa wapenzi. Ni noma sana. Je, mzee Kombo atafanikiwa kumdhibiti Saladini? Na vipi je Baraka akitambua siri ya Saladini itakuwaje? Hivi ingekuwa ni wewe ungefanyaje hapo? Hebu weka maoni yako kwenye komenti hapo chini. Na hapa ndio mwisho wa sehemu ya 5. Tukutane katika sehemu inayofuata, sehemu ya 6. Na ndio tutajua kuwa ni nini kilitokea mbeleni. Usikose sehemu inayofuata katika mkasa huu wa kusisimua. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata. Na kwa matangazo ya biashara unaweza kutupigia au kutucheki WhatsApp 0683637109.